Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya ndoa yako. Ndoa maana yake wawili tofauti wanaoishi pamoja. Wawili wenye kanuni tofauti, mitizamo tofauti, miili tofauti wanaoishi pamoja. Wawili wenye utaratibu tofauti, kanuni tofauti, mfumo tofauti, mamlaka tofauti wanaoishi pamoja. Mwanamume na kanuni za kiume sawasawa na mwili wake. Kanuni na utaratibu wa kiume sawasawa na mwili wake. Pamoja na mwanamke na kanuni na utaratibu wake sawasawa na kuonekana kwake kuishi pamoja. Tena kwa kila mmoja kuishi utaratibu au kanuni za kuonekana kwake. Mwanamume kuishi kanuni na taratibu za kiume. Mwanamke kuishi kanuni na taratibu za kike, na kila mmoja kuishi kwa kanuni na taratibu zake na kuishi pamoja. Hapo ndio huitwa ndoa. Hao ndio huitwa mwili mmoja. Hao ndio imekuwa mamlaka moja ya ndoa. Bila shaka ni wawili tofauti wenye mifumo tofauti, utaratibu tofauti, kanuni tofauti, kuishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi kanuni na utaratibu wake sawasawa na kuonekana kwake. Na kile kitendo cha uweza wa kuishi pamoja, kanuni na utaratibu wako wewe mwanamke kuweza kuishi pamoja na kanuni na utaratibu wa mwanamume. Kanuni na utaratibu wa mwanamume kwa jinsi hivyo ulivyo kuweza kuishi pamoja na kanuni na utaratibu wa mwanamke. Hiyo ndiyo huitwa ndoa au mwili mmoja. Pia mifumo miwili tofauti yenye utaratibu tofauti inayoishi pamoja, hiyo pia huitwa ndoa. Huitwa mwili mmoja, huitwa mfumo mmoja, huitwa mamlaka moja. Wewe mtu popote pale ulipo na mfumo wako wa kimtu, na pesa popote pale ilipo kwa mfumo wake wa kipesa, kuishi pamoja. Na uweza wa wewe mtu kuishi kwa kanuni zako na pesa kuishi kwa kanuni zake, kuwa pamoja, hapo ndio huitwa ndoa. Kiwa na maana umekuwa mwili mmoja na pesa, umekuwa mwili mmoja na pesa, umekuwa mamlaka moja na pesa. Kwa wewe kuishi kanuni zako popote pale ulipo za kimtu, na pesa kuishi kanuni zake za kipesa, wewe kuishi kanuni zako za kibiashara hiyo ulionayo, na fedha kuishi kanuni zake za kipesa, wewe kuishi kanuni zako na utaratibu wa kitaaluma yako, na pesa kuishi kanuni na utaratibu wake wa kipesa, wewe kuishi kanuni zako hapo ulipo za kibaba, na mtoto kuishi kanuni na utaratibu wa kimtoto.
wewe kuishi kanuni na utaratibu wako wewe wa kuwa mke, na mume kuishi kanuni na utaratibu wako wewe wa kuwa mume, na kwa kuishi pamoja, hiyo ndio huitwa ndoa, yani mamlaka moja au mwili mmoja. Bila shaka wewe kuishi na kingine chochote chenye kanuni na utaratibu wake, kimawazo, kifikra, kimwili, na vyote kwa kutazamika kwake kwamba ni tofauti na kanuni na utaratibu wa kuonekana kwako kwa jina lako. Na kwa uweza huo wa kuweza kuishi wewe kanuni na utaratibu wako sawasawa na jinsi ulivyo, na yule kuishi kanuni na utaratibu wake kwa jinsi yeye alivyo, hiyo ndiyo huitwa ndoa, kwa kuwa kila mmoja kwa kanuni zake mmeweza kuishi pamoja na kuonekana katika mamlaka moja. Na imekuwa vema ya ndoa, maana yake usaidizi wa ndoa, maana yake usaidizi wa ndoa. Vema ya ndoa, maana yake usaidizi unaofaa wa ndoa. Na kwa kuwa wewe popote pale ulipo ndiye ndoa, kwa kuwa kanuni na utaratibu wa kuonekana kwako, kanuni na utaratibu za wanamume wako, kanuni na utaratibu za utoto wako, kanuni na utaratibu za ubaba wako, umama wako, udaktari wako, uhasibu wako, uchungaji wako, au popote ulipo kwa jina lako, umeweza kuishi pamoja na kanuni iliyo tofauti na wewe, iliyo tofauti na wewe. Na kufanya ninapozungumza kuhusu ndoa, mwili mmoja, moja kwa moja naongea kuhusu wewe katika kanuni zako hizo na utaratibu wako huo wa maisha yako popote pale ulipo, pasipo kujalisha uko wapi, ni mwanamke, ni mwanamume, ni mtoto au ni mzazi, ni baba au ni mama, ni babu au ni bibi, ni kiongozi fulani, ni mwalimu au ni muhasibu, mkulima au mfanyabiashara, mtume au nabii, mchungaji au mwalimu, au vyovyote popote pale kwa jina la kuitwa kwako. Basi na vema ya ndoa yako ina maana vema ya maisha yako, vema ya kanuni ya kila jambo ambalo unalifanya, vema ya utaratibu wa maisha yako, wewe mke, wewe mume, wewe mtoto, wewe mzazi, wewe mfanyabiashara, wewe daktari, wewe mhasibu, wewe mchungaji, wewe mtumishi, wewe mfanyabiashara, wewe mkulima, wewe popote pale ulipo kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo, ndiye huitwa ndoa. Basi vema au usaidizi unaofaa wa maisha yako, vema au usaidizi unaofaa wa ndoa yako, ni wewe popote pale ulipo, kwa kuwa popote pale ulipo kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo, wewe ndiye vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako. Wewe ndiye vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako, ikimaanisha kwa aliye ndani ya ndoa, au huyo wa pili anaishi kwa kanuni na utaratibu wake, ikimaanisha maisha yako yote
kwa kanuni na utaratibu wako yamekuwa vema au usaidizi unaofaa kwa huyo mmoja unayemtazama, kwa huyo mmoja unayemtazama aliye na kanuni na utaratibu kwa kuishi kwake. Umekuwa vema au msaidizi kwa mke wako. Umekuwa vema au msaidizi kwa mume wako. Umekuwa vema au msaidizi katika fedha. Umekuwa vema au msaidizi unayefaa katika taifa. Umekuwa vema au msaidizi unayefaa katika dhehebu lako. Umekuwa vema au msaidizi unayefaa katika dini yako. Umekuwa vema katika taaluma yako. Umekuwa vema au msaidizi unayefaa kwa mtoto wako. Umekuwa vema au msaidizi unayefaa kwa mzazi wako anayeishi kwa kanuni na utaratibu za uzazi. Kwa vema ya ndoa ni uwepo wa ndoa. Vema ya ndoa ni uwepo wa mwanandoa. Vema ya ndoa ni uwepo wa huyo mwenza wako. Kama ni mume, uwepo wa mke. Kama ni mke, uwepo wa mume. Kama ni mtoto, uwepo wa mzazi. Kama ni mzazi, uwepo wa mtoto. Kama ni mtu, uwepo wa pesa. Kama ni pesa, uwepo wa mtu. Kama ni wewe, uwepo wa chochote kimoja kwa jina lake. Kama ni wewe, uwepo wa taifa lako linaloishi kwa kanuni na utaratibu wake. Imekuwa popote pale ulipo, wewe ndiye uliyefanya uwepo wa ndoa. Wewe ndiye uliyefanya uwepo wa mwanandoa. Kwa kuwa pasipo wewe mke, mume hayupo. Pasipo wewe mume, mke hayupo. Pasipo wewe hapo popote ulipo, pesa haipo. Pasipo wewe popote ulipo, nyumba haipo. Pasipo wewe popote pale ulipo, mwingine hayupo. Na kufanya wewe ndiye vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako. Popote pale ulipo, pasipo kujalisha uko wapi, hapo hapo ulipo, wewe ndiye vema au msaidizi unayefaa kwa mke wako, wewe mume. Kwa mume wako, wewe mke. Kwa mtoto wako, wewe baba. Kwa mzazi wako, wewe mtoto. Kwa taifa lako, wewe popote pale ulipo, kwa taaluma hiyo. Kwa mgonjwa wako, wewe daktari. Kwa daktari wako, wewe mgonjwa. Pasipo kujalisha uko wapi, lakini vivo hapo ulipo, wewe ndiye uliye vema ya ndoa yako. Wewe ndiye uliye vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako. Msaidizi unayefaa ya mwingine yoyote mmoja unayemtazama kwa jina lake katika maisha yake ya mfumo wake na kanuni zake. Basi sasa ulipo, pokea pumzisho hili. Pokea pumzisho hili la vema ya ndoa yako, kwa kuwa pumzisho hili ndio vema yenyewe ya ndoa yako, na liwapo pamoja na wewe, linakuwa pamoja na wewe, kwa kuwa wewe pia ndiye vema ya ndoa yako, ndiye vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako. Pokea pumzisho hili na raha ya wewe kuwa vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako iwe pamoja nawe.